Tuna wanaume wengi sana ambao wamefunga ndoa ya kanisani, lakini baada ya kufunga ndoa ya kanisani wana watoto wengi sana huko nje. Wakati mwingine ukitrace historia ya huyu mtu au huyu mwanaume mwenye hiyo kadhia, unaweza ukakuta ni kitu ambacho kiko kwenye familia. Unaweza ukakuta baba na yeye alikuwa na wake wawili, au na yeye alikuwa ni mtu wa kuzaa hivyo nje ya ndoa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiko kwenye familia. Nilikutana na mama mmoja ana watoto watatu. Aliolewa akiwa hana mtoto, lakini ana watoto watatu. Akaniambia, mwalimu, mimi hao watoto watatu wote sio wa huyu mwanaume niliyeolewa naye, na ni jambo linanisumbua sana. Katika kupeleleza na kumuuliza akaniambia, hata sisi mama baba ambayo wamezeeka naye hawakuzaa naye mtoto. Kwa hiyo sisi, yule ni baba wa kufikia, yule ambayo wamezeeka na mama ni baba wa kufikia, lakini sisi tuna baba zetu. Nakuta kila mtoto ana baba yake. Sasa angalia kosa lile alilolifanya huyu mama yake likaleta pia athari kwa watoto wake wa kike. Yaani unakuta sasa mwanaume unahangaika kuhudumia, unatoa na majina ya ukoo wenu kumbe sio damu yako. Sasa yule dada akawa ananiambia, hili jambo mimi linaniumiza sana, naweza nikafanya ili nijipatanishe na mume wangu. Mimi nikapiga mahesabu, unaanzaje kumwambia kwamba watoto wote hawa watatu sio wa kwako? Unaanzaje? Kwa hiyo busara ni kunyamaza. Tumsifu Yesu Kristo. Busara ni kufanyaje? Kwa sababu nakumbuka pale Makongo juu pale, kuna kaka mmoja siku moja amenipigia simu. Yeye alikuwa anafanya kazi UN, kwa hiyo alikuwa ni mtu wa kuja, anakaa kidogo alafu anaondoka. Kuna mwanamke alikuwa naye kwenye mahusiano, wakawa wamezaa mapacha. Kumbe wale mapacha sio wa yule mwanaume, lakini huyu mwanaume ndo alitoa majina akawapa kabisa, kwamba wote utaitwa fulani, wote utaitwa fulani, wote utaitwa fulani. Lakini mwanamke anajua kabisa kwamba hawa watoto sio wa huyu baba, lakini alikuwa anampendea tu kwa sababu alikuwa ni mwanaume anayesimama kwenye nafasi yake. Alikuwa na provide. Sasa yule baba akawa amejenga nyumba, anataka ampe kama surprise mke wake, huyo mpenzi wake, walikuwa hawajaoana, huyo mpenzi wake anataka ampe kama surprise, lakini alikuwa anasubiri siku ya birthday yake, ilikuwa imekaribia. Yule dada akawa ameshamwambia yule mwanaume wali halisi sasa aliyezaa naye wale mapacha, akaenda akamwambia kwamba kwa kweli mimi na mtu, na huyu mtu anajua kwamba hawa watoto ni wa kwake, lakini kiuhalisia hawa watoto sio wa kwake, ni wa kwako. Kwa hiyo tunafanyaje? Huyu baba mwingine sijui alichokitumia, akamkonvinsi huyu dada ili huyu dada amwambie ukweli. Kwa hiyo huyu dada siku moja jamaa alikuwa Belgium, akampigia simu
Akamwambia, leo naomba tu nikwambie ukweli ili niwe na amani. Hawa watoto sio wa kwako. Anamwambia hivyo, alishakaa zaidi kama miaka 5, jamaa na miaka 45 hapo anaelekea. Alitaka, yule kaka alitoka Belgium. Alipofika alitaka kumuua yule mwanamke na wale watoto. Akaniambia, mwalimu, mimi naenda kuwashuti liwalo na liwe, na muua yule mwanamke na uwa na wale watoto, nimewekeza sana, haiwezekani. Na alitaka kufanya hivyo. Kilichosaidia ni kwamba aliwasiliana na ndugu zake, na ndugu zake wakawa wamekuja haraka sana, ikabidi wamfungie kwenye chumba akae humo. Nataka muue kabisa. Sasa nilipokuja kufanya upelelezi baada ya kuzungumza na huyu dada, nilikuja nikagundua kwamba ni tabia ambayo iko kwenye familia yao. Sasa na sisi wengine tumejikuta pia tumezaliwa kwenye familia ambazo zilishafanya makosa, na sisi tunajikuta tunarudia kile kile ambacho kimefanywa na hizo familia ambazo tumezikuta, kwa sababu hakuna namna yoyote ambayo mzazi anaweza, hakuna namna yoyote ambayo mtoto anaweza akakwepa maisha ya mzazi wake. Kuna namna tu watoto wako watapita kwenye mapito uliyopita, yawe mazuri au mabaya. Lakini ninavyozungumza hivi simaanishi kwamba familia zote zina kasoro kama hizo. Zipo familia ambazo kwa kweli maisha yao ni mazuri sana, wanapita kwenye hali nzuri sana, lakini wanapita kwenye hizo hali ni kwa sababu wapo wazazi ambao walitengeneza hizo hali zikatokea zikawa nzuri. Hapa Afrika Mashariki kuna kesi moja ambayo mwaka jana nimesafiri nayo mwaka mzima, ya padre moja. Yule padre alikuwa ni paroko sehemu fulani, alafu akapewa msaidizi. Alipopewa msaidizi, sijui kilitokea nini, akawa ametofautiana kidogo. Sasa yule msaidizi siku moja akatoka. Alipotoka, huyu aliyekuwa paroko akaenda kwenye chumba cha yule msaidizi wake, akaenda akavunja kile chumba. Alipovunja kile chumba, akachukua vyeti vya huyu padre, akachukua na nguo zake zile za kanisani, hizi nguo za mavazi ya kanisani, akachukua vyote kwa pamoja, akaenda akavichoma moto. Mwenzake amerudi akakuta ile hali. Alipokuta ile hali, yule mwenzake kutokea pale alichanganyikiwa. Yaani zinafikaga tarehe fulani hivi za mwezi fulani, hapo katikati atakuwa sawa, lakini zikifika zile tarehe, msipomfunga ataleta madhara. Sasa huyu aliyefanya hivi, huyu paroko aliyefanya hivi, kwa lugha nyingine ni kwamba mtu anapokuchomea nguo, tafasiri nyingine ni kwamba ni kama anakuua, anakuunguza. Hiyo ndio tafasiri yake. Sasa nikazungumza na huyu aliyefanya hili tukio, lakini nilipo trace kwenye familia yao, wana historia ya kuua.
Kwa hiyo kuna aina ya matukio ambayo kwenye maisha yetu wakati mwingine tunakutana nayo. Sio kwamba tunapenda tukutane nayo, au sio kwamba tunapenda tuyafanye hayo matukio. Wengine tunayachukia kabisa, lakini tunajikuta tayari tuko ndani ya hayo matukio. Hasa je, unapojikuta kwenye familia ambayo ina mapicha mengi na wewe hutaki hayo mapicha ya kupate, unatakiwa kufanyaje ili uchomoke? Manake usipofanya hayo mapicha yatakuathiri na wewe. Tumeshuhudia watu wana juhudi sana, lakini hawatoboi. Juhudi wanazo sana, lakini hawatoboi. Maisha yamegoma kabisa. Lakini kazi wanafanya sana, ila mbona hawana matokeo kwenye maisha? Mbona hawapigi hatua? Ndio maana mimi huwa napenda sana kuambia mtu akija kaniambia kwamba bana, mimi kila ninachokifanya kwenye maisha yangu akiendi, huwa busara ya kawaida namwambia, nenda kwanza uchore ramani ya kiroho ya eneo linalokusumbua kwenye maisha kutokea kwenye familia yako. Yaani wewe kama unataka uwe mfanyabiashara mkubwa, lakini kila unachoanzisha unaona kinakuletea vipingamizi vya aina nyingi, nenda kwenye familia, alafu angalia nani alifanikiwa. Na kama hakuna aliyefanikiwa kwenye hilo eneo unalotaka kufanikiwa wewe, ujue kwamba wewe ndio unatakiwa kuwa mtangulizi wa hilo eneo. Kwa hiyo uwe una uhakika kwamba milango iliyowazuia wenzako wasifanikiwe, hiyo milango na wewe inaweza ikawa inapambana na wewe ili usifanikiwe. Kwenye hii dunia hakuna mtu anayependa kuishi maisha ya shida. Hayupo. Hakuna mtu anayependa kuishi maisha ya laana yani. Hayupo. Kila mtu anapenda awe na maisha mazuri. Kila mtu anapenda awe na familia nzuri. Kila mtu anapenda hata nyumba anayoishi iwe nzuri. Tuna watu hapa anafika miaka 50 hana hata uwanja wa 20x20, lakini sio kwamba afanyi kazi. Na huyo mtu ni mpambanaji sana, lakini naenda kwenye familia yake unaweza ukakuta wako wengi sana, lakini hapa mjini wamepanga, hawana viwanja popote wala nini, wanaishi kwenye nyumba za watu. Kuna mtu hapa akitaka kupata wazo tu la kutaka kununua uwanja, au amekusanya hela zimefika kiasi fulani anataka kununua uwanja, pap, shida zinatokea. Zinapotokea ile hela aliyokuwa anataka anunue uwanja anaitumia tena kwenye hizo shida. Na wengine ni watumishi wa umma. Unashangaa mtu anaanza kushtuka kutaka kuanza kujenga, miaka imebaki 5 ya staafu, amefikisha miaka 55, ndio anashtuka kwamba hivi kumbe bado anaishi kwenye kota za serikali, hivi kumbe bado nimepanga. Ukishungulia unaangalia mshahara wake ameukopea, hela iliyobaki hawezi akajenga hata nyumba ikaishi. Lakini amekaa serikalini miaka 25, miaka 30, anapambana, vitu vilikuwa havitokei. Lakini ukiangalia kweli kwenye familia yake hiyo hali ipo. Wanafanya mambo hayatokei, anafanya mambo hayatokei, anafanya mambo hayatokei. Lakini hauwezi ukawaita wazembe. Hauwezi ukawaita wazembe kabisa. Kwa wakati mwingine tunapotaka kuinuka, tuchore kwanza ramani za familia yetu zimekaaje kabisa. Hili litakusaidia. Yaani ukiona engo ambayo imewashinda wengi, hiyo engo, pamoja na kwamba unapambana kufanya kazi, unamhitaji Mungu. Unamhitaji Mungu kabisa. Bila hivyo huwezi ukatoboa. Leo asubuhi kuna mwanasheria mmoja ameniita sehemu fulani, kaenda.
Nimeenda tukazungumza naye, ana kampuni ya sheria. Akaniambia hivi, unajua mwalimu, pamoja na kwamba nina matawi mengi ya wakili, lakini naomba kukwambia, unajua mpaka leo nimepanga. Nikamuuliza unasemaje? Akaniambia si unaona nina kampuni ya wakili. Akasema ndio naona. Nina ofisi Mwanza, na ofisi Dar es Salaam, na ofisi Dodoma, na ofisi Mbeya. Kuna watu nimewaajiri. Na hao watu ambao nimewaajiri wengine unajua wamejenga mwalimu. Lakini mimi nayo walipa mshahara. Sina kwangu. Nikamwambia una maana gani? Hauna kwako kivipi? Akaniambia mimi nimeishia tu kununua uwanja, lakini kila ninapotaka kujenga mawazo ya kujenga yanapotea. Nikamwambia hebu tuende taratibu. Akaniambia, nikamuuliza baba yako alijenga? Niambia hapana. Baba yangu alikuwa ni mtumishi wa umma wakati huo, amemaliza tu kustaafu. Mimi nimekulia kwenye nyumba za quarters. Alipokaribia tu kustaafu, baada ya kulipwa yale mafao, baba alinunua uwanja. Baada ya kununua uwanja, tukawa tumetoka kwenye quarters tumeenda kupanga. Tukiwa kwenye hizo harakati za kutaka baba ajenge na wengine tunasoma, baba akawa amefariki. Kwa hiyo baba amefariki akiwa hata hajui bei ya tofali inauzwaje. Nikamwambia akasema mimi ni mtoto wa kwanza. Nikamwambia twende kwa mtoto wa pili. Mdogo wangu anayenifuata ni wa kike. Sema na yeye ndo yale. Aliolewa, akakaa kwenye ndoa miaka 7 bila kupata mtoto. Yule mwanaume akamshiti. Kutokea pale dadangu ni kama amechanganyikiwa, naye amepanga. Akaniambia yupo sasa mdogo wetu mwingine anayenifuata mara ya pili. Yeye ni lecturer chuo kikuu mahali fulani. Akanitajia jina hicho chuo. Akasema mwalimu na yeye mpaka leo hajajenga, amepanga. Mtoto wenu wa mwisho, mdogo wenu wa mwisho, mdogo wetu wa mwisho yupo ni bodaboda. Kwa nini bodaboda? Kila tukimpa mtaji unaisha. Kila tukimpa mtaji unaisha. Kwa hiyo imebidi tu tumpe bodaboda apambane na hiyo bodaboda yake, tuone kama atatoka. Asa ukichungulia familia ya watu kama hawa wenye akili, lakini hakuna mahali wanaenda kwenye eneo la kiuchumi, unarudi kujiuliza nini kilichomzuia baba yao asijenge, na hicho kimekuja kwa watoto wake. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba huyu ni lecturer, anafundisha, ana uwezo wa kwenda kukopa pengine benki, akapewa pesa, akanunua uwanja, akaanza kujenga taratibu. Zipo benki nyingine sasa hivi ambazo kama wewe ni mtumishi wa umma unaweza ukaenda ukakopa, zikakujengea nyumba, wakawa wanakukata mshahara, wakawa wanakata pesa yao kwenye mshahara. Lakini vitu haviende, havisogei. Eneo lolote ambalo watu huwa wanapenda kufanikiwa, ndilo eneo ambalo shetani huwa anahakikisha anawazuia hao watu wasifanikiwe, na huwa analeta vita kubwa sana kwenye maeneo ambayo anajua kabisa hawa wakifanikiwa itakuwa shida. Kwa mfano, watu ambao wana changamoto ya kumiliki ardhi wana ile laana ya Kaini. Unajua chochote unachokiona duniani kiko kwenye Biblia.
ile laana ya Kaini. Mungu alimwambia hautamiliki chochote na ardhi itakukataa. Kuna watu ambao ardhi imewakataa kabisa, hawamiliki chochote kwenye hii ardhi, na kila mahali wanakoenda wanachokifanya hakionekani. Sio kwamba hawajasoma. Mtasema mwalimu unasemaje? Ngoja niwasomee hii aya ya mwisho tuingie kumwabudu Yesu Ekaristi. Yeremia sura ya 20 ngapi? Kitabu cha Yeremia sura ya 22 aya 29. Tuisome kwa uangalifu. Inasema hivi, Yeremia sura ya 22 aya 29 inasema hivi: nchi, imerudiwa mara 3. Nchi, lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi: andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Mahali popote kwenye Biblia unapoona neno nchi, inamaanisha ardhi. Ardhi inaambiwa juu ya maisha ya huyu mtu kwamba ardhi, lisikie neno la Bwana. Bwana asema hivi, andikeni. Ardhi inaambiwa sasa, andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto. Sasa tuende taratibu. Kwamba hana watoto, sio kwamba hataolewa, sio kwamba hataoa. Unaweza ukaoa na ukaolewa na usipate watoto. Tumsifu Yesu Kristo. Si unaelewa? Hapo hakuna mtu aliyezuiliwa kuoa au kuolewa, isipokuwa hata akiolewa au akioa hatapata nini? Alafu anaendelea anasema hivi kwamba mtu huyu hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa. Hatafanya nini? Sio kwamba hatafanya kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Tusisome kwa kurukaruka. Sio kwamba hatafanya nini? Hatafanya kazi. Kazi atafanya. Sio kwamba hataajiriwa. Msifu Yesu Kristo. Sio kwamba hataanzisha miradi, isipokuwa ataanzisha miradi, lakini hatafanya nini? Hatafanikiwa. Ataajiriwa, lakini hatafanya nini? Hatafanikiwa. Atapata kazi, lakini hatafanya nini? Hatafanikiwa. Atakuwa sijui mfanya biashara, lakini hatafanya nini? Hatafanikiwa. Kuna familia zimetamkiwa maneno kama hayo. Mimi nikiwa kule kijijini kwetu Enzizo, kuna baba mmoja alikuwa ni jirani yetu. Niliona anamtamkia jirani mwenzake, walikuwa wameenda kulewa. Baada ya kutoka huko wamelewa wote, wakafika njiani wakakosana. Walipokosana, huyu baba mwingine akaanza kutamka maneno. Kwa macho yangu hivi naona yule baba akawa anashika nyasi, anasema watoto wako hawatakuja watafute chochote kwenye hii ardhi wakipate. Watoto wako hawatakuja watafute chochote kwenye hii ardhi wakipate. Mpaka ninavyozungumza hivi, wale watoto wa yule baba ni majirani zangu, ninawafahamu, wengine nilisoma nao. Hakuna mtoto hata mmoja mwenye unafuu wa aina yoyote, hayupo hata mmoja. Mmoja amesoma hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam, ana masters. Ni tingo sasa hivi ninavyozungumza hivi, mtu mwenye masters. Nikiangalia yale maisha yao na lileti na kile alichokitamka yule mzee. Kumbuka nilikuwa kama na miaka 12-13. Anashika ardhi, anamwambia mwenzake, watoto wako watatafuta chochote kwenye hii ardhi, hawatakaa wakipata. Wakati huo anatamka haya maneno, wala hata watoto wake hawakuwepo. Lakini ardhi imeambiwa. Ardhi imefanya nini? Imeambiwa. Na imerespond.
Miamba inapambana, inatafuta, lakini haisogei popote. Ukikutana nao ndio hivyo, anakwambia aisee, ukinipa 10,000 utakuwa umenisaidia sana. Aisee, ukinipa 30,000 utakuwa umenisaidia sana. Na wakati mwingine kuna aina ya ufahamu ambao shetani, kuna neno ambalo likitamkwa, shetani anahakikisha anatoa ufahamu kwenu. Mnakuja kugundua mkiwa too late, mambo yameshaharibika. Sasa unashangaa mko kwenye familia nzima, hakuna anayeshtuka kwamba mbona hatusogei, mbona tupige hatua, mbona tuko pale pale. Sifu Yesu Kristo.